Mambo yameanza kuchangamka kwenye siasa za Tanzania. Joseph Mbilinyi Sugu ambaye ni mwenyekiti wa kanda ya Nyasa wa Chadema ametoa kauli kali na ya wazi katika mkutano wa hadhara Mbeya mjini. Amesisitiza kuwa hakuna mazungumzo yoyote na serikali mpaka mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu aachiwe huru. Ameongeza kuwa chama hakitakubali kukaa mezani na kuzungumza bila mpatanishi anayeaminika duniani. Aidha, amedai kuharakishwa kwa mchakato wa katiba mpya kwa kutumia rasimu ya tume ya Jaji Warioba ili kuepuka gharama kubwa za kuanzia upya. Amehimiza pia uwajibikaji wa wale waliosababisha mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025 na kuachiwa huru kwa watu waliopotea au kutekwa ikiwemo Humphrey Polepole na Mdude Nyangali. Hii ni kauli yenye uzito mkubwa inayokuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa. Katika mkutano wa hadhara Mbeya mjini, Joseph Mbilinyi Sugu alisema hakuna mazungumzo bila Lissu. Chama hakitoshiriki katika mazungumzo yoyote yale na serikali mpaka mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu aachiwe huru bila masharti. Mpatanishi anayeaminika. Kama kuna mazungumzo lazima kuwe na mpatanishi neutral na anayeaminika kimataifa. Na pia amezungumzia swala la katiba mpya. Amesema mchakato wa katiba mpya uharakishwe kwa kutumia rasimu ya tume ya Jaji Warioba ili kuepuka gharama kubwa za kuanza upya tena mchakato huo. Na pia amezungumzia swala la uwajibikaji pamoja na mauaji. Anasema wote waliohusika na mauaji ya raia wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 wanapaswa kuwajibishwa bila kujali cheo au upande. Amezungumzia jingine swala la kuachiwa kwa watu waliopotea. Amesema watu waliopotea au kutekwa akiwemo Humphrey Polepole pamoja na Mdude Nyangali waachiwe huru mara moja. Kauli hii inaonyesha msimamo thabiti wa Chadema wa kutokubali mazungumzo ya uso kwa uso wakati kiongozi wao yuko kizuizini. Msimamo wa hakuna mazungumzo bila Lissu. Hii ni hatua ya kimkakati. Chadema inataka kuhakikisha kuwa mazungumzo yoyote ya kitaifa yanafanyika wakati kiongozi wao yuko huru. Hii inazuia serikali kufanya mazungumzo ya kifungu ambapo upinzani unaonekana dhaifu. Ni mkakati wa kuweka shinikizo la umma na kimataifa. Ukija kwenye swala la mahitaji ya mpatanishi anayeaminika, kuomba mpatanishi neutral kama SADC, AU au taasisi nyingine inayoaminika ni muhimu ili kuepuka upendeleo. Hii inaonyesha kuwa Chadema ina mashaka na uaminifu wa serikali katika mazungumzo ya moja kwa moja. Jambo la katiba mpya na rasimu ya Jaji Warioba. Kudai kutumia rasimu ya tume ya Jaji Warioba ni busara ya kiuchumi na kisiasa, inapunguza gharama na inaharakisha mchakato. Rasimu hiyo ina mapendekezo mengi ya mageuzi ambayo yamekuwa yakidaiwa na upinzani kwa miaka mingi. Tukizungumzia uwajibikaji wa mauaji ya Oktoba mwaka 2025. Kuomba uwajibikaji bila kujali cheo ni wito wa haki. Inasisitiza kuwa haki lazima itendeke kwa pande zote. Serikali, polisi na hata baadhi ya waandamanaji waliohusika na uharibifu. Amezungumzia pia kuachiwa waliopotea. Kutaja majina kama Humphrey Polepole na Mdude Nyangali kunafanya kauli iwe na uzito zaidi. Inasisitiza kuwa masuala ya utekaji na upotevu wa watu yanapaswa kushughulikiwa mara moja. Je, kauli hizi na jambo hili alilosema Mheshimiwa Joseph Mbilinyi almaarufu kama Sugu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia upande wa Kusini, ina maana gani kwa taifa na hali ya kisiasa? Kwa upande wa Chadema, inaimarisha msimamo thabiti wa chama na inawapa wafuasi mwelekeo wa wazi. Na kwa upande wa serikali, inatoa changamoto kubwa ya kufikiria mazungumzo halisi na kumwachilia Lissu ili kuepuka mvutano zaidi. Na kwa upande wa vijana pamoja na wananchi, inawapa tumaini kwamba sauti zao zinasikika na kuwa na mwelekeo wa mageuzi ya kikatiba. Kwa upande wa demokrasia, inasisitiza kuwa mazungumzo ya kitaifa yanapaswa kuwa ya usawa na si ya upande mmoja. Bila kuachiliwa kwa Tundu Lissu, mazungumzo yanaweza kuonekana kama mazungumzo ya kifungo. Msimamo wa Sugu ni thabiti na una mantiki. Chama kinachotaka mazungumzo kinapaswa kuwa na nafasi sawa. Kuendelea na mazungumzo wakati kiongozi mkuu yuko kizuizini kunaweza kuonekana kama mazungumzo ya upande mmoja. Katiba mpya ni swala la msingi. Kutumia rasimu ya Warioba ni busara, inapunguza gharama na inaharakisha mchakato ambao unaonekana umekwama kwa muda wa miaka mingi.
Swala la uwajibikaji ni muhimu. Mauaji na utekaji wa Oktoba mwaka 2025 yanapaswa kuchunguzwa na wahusika wawajibishwe bila upendeleo. Hii ndio njia pekee ya kuleta uponyaji wa kitaifa. Utabiri unaoweza kutokea ni kuwa shinikizo la umma na kimataifa litaongezeka na kuna uwezekano mkubwa wa Lissu kuachiwa huru ndani ya miezi michache ili kufungua mlango wa mazungumzo. Mchakato wa katiba mpya unaweza kuanza polepole kufikia mwaka 2027 mpaka mwaka 2028. Ikiwa pande zote itabaki kuwa na msimamo mkali, mvutano utaendelea hadi uchaguzi wa mwaka 2030. Tanzania inahitaji mazungumzo ya kitaifa yenye hekima na usawa. Sugu ametoa msimamo mkali na thabiti ambao unaweza kuwa msingi wa mazungumzo ya maana. Joseph Mbilinyi Sugu ametoa msimamo mkali wa Chadema. Hakuna mazungumzo bila Tundu Lissu na katiba mpya lazima iwe kipaumbele. Kauli hii inaweza kubadilisha mwelekeo wa siasa za Tanzania katika miezi ijayo. Tanzania inastahili haki, mageuzi na mazungumzo ya hekima. Tuungane katika hili. Je, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, nini maoni yako kuhusiana na kauli hizi kutoka kwenye chama cha Chadema na shinikizo la wapinzani pamoja na asasi za kiraia pamoja na chama cha mawakili TLS kwa serikali kutaka Tundu Lissu aachiwe huru na watu waliohusika na mauaji ya Oktoba 29 mwaka 2025 washughulikiwe kama walivyotajwa kwenye ripoti ya tume ya Jaji Chande? Una maoni gani kuhusiana na hilo?